Nahitaji kuongea na wewe. Ndio baba. Bwana ananiambia Ndio. anataka kukufanya kuwa tajiri. Asante baba. Nimesema na nili kongamano. Ni kongamano la kushughulikia uchumi na kuinuliwa mtu mmoja. Mungu anataka kufanya tajiri. Asante baba. Na sema Roho Bwana akanambia unahitaji vitu viwili au vitatu. Cha kwanza unahitaji baraka. Ni kubariki mikono yako. Lakini cha pili ulinzi. Kwa nini nimezungumza hivi? Kati umesimama pale sio tu leo. Hii ni mara ya 3 na kutazama katika roho. Nikasubiri wakati ufike nizungumze na wewe. Asante baba. Sasa wakati leo umefika. Cha kwanza ninaona Mungu anaenda kukuinua katika maeneo matatu. Ndio baba. Maeneo mangapi? Matatu. Maeneo mangapi? Matatu. Haya maeneo manake naona Mungu akikupa miradi mitatu itakuwepo zingine ndogo ndogo, lakini miradi mingapi? Mitatu mikubwa. Ndio baba. Miradi mingapi? Mitatu mikubwa. Asante baba. Lakini katika hii miradi namwona adui akisema nitamchinja kwa ajali ya pikipiki. Asante baba, niokoe. Sasa tena hiyo. Ajali ya nini? Ya pikipiki. Katika ulimwengu wa roho amekusudia kukuua kwa njia ya nini? Ajali ya pikipiki. Ajali ya nini? Ya pikipiki. Kwa sababu hii ni mara 2 wamekukosa kosa. Ni kweli baba. Ni kweli nini? Walikosa kosa. Walikukosaje? Nilianguka na pikipiki katikati ya lami. Huku gari iko nyuma yangu. Professor. Wakati wote na spocket ya pikipiki kaingia kwenye mkono wangu, kidole kakatika. Bwana akaniambia unahitajika kumfanyia vitu vingapi kwake? Viwili. Mungu anampa miradi mitatu. Na tayari ana miradi hiyo. Sasa hivi ana miradi. Nitakuja taratibu. Lakini anahitaji vitu vingapi? Viwili. Ulinzi na nini? Na baraka. Kwa nini ulinzi? Kwa ajili ya kukingwa mbali na huyo mtafutaye kummaliza kwa pikipiki. Umeelewa unabii wangu hapo tena taratibu? Unaelewa unabii wangu hapo? Ndio. Katika ulimwengu wa roho Bwana akaniambia anakubariki, anakuinua kwa miradi mingapi? Mitatu. Zitakuwa miradi mingine lakini mingapi? Mitatu. Mikuu mitatu. Mradi wa kwanza ni kilimo. Ndio baba. Mradi wa kwanza ni nini? Kilimo. Mradi wa kwanza ni nini? Kilimo. Ninaona mkono wa Mungu ukiwa juu yao katika eneo la kilimo. Utashangaa unalima kidogo, mavuno mengi sana. Ndio, asante baba, nifungue. Unalima? Sana, nalima sana. Na unafanikiwa? Kidogo. Ndio maana nikasema unahitaji nini? Baraka. Kwamba anapoenda shambani akilima afanyaje? Afanikiwe. Asante baba. Eneo la pili. Eneo la ngapi? La pili. La Mungu kumuinua nalo brother. Eneo la ngapi? La pili. Pamoja na wewe kwamba ni mkulima, lakini katika ulimwengu wa roho ninaona ukikusanya mazao. Ni kweli baba. Ni kweli nini? Nakusanya mazao. Unakusanya kwa namna gani? Unanunuaga? Nanunua na napeleka store. Muda mwingine nasafirisha au mtu anakuja ananunua anaondoka nayo. Mradi wa 3. Mradi wa ngapi? Wa 3. Mradi wa ngapi? Wa 3. Na niona kitu kinachosaga vitu. Kweli baba. Hii nini? Mashine. Nazo 2. Unazo ngapi? 2. Nimesema kwenye hili kongamano ni kongamano la kushughulikia uchumi na kuinuliwa nini? Mtu mmoja kuwa tajiri. Amen. Are you ready? Yes. Unachohitaji sasa, nimekwambia mambo mangapi? Matatu. Unachohitaji cha kwanza ni baraka. Kwa nini baraka? Ili unapoenda shambani ukafanikiwa wapi? Shambani. Ndio. Umeelewa? Hii baraka itakufanikisha. Unapoenda shambani
unapenda kulima, ukafanyaje? Ukafanikiwe. Umeelewa? Namba 2, haya mazao unayokusanya yasiwe hasara kwako, yawe na faida. Lakini Bwana akaniambia tazama na hii sehemu nyingine. Nikatazama na kwingine. Hii nilikwambia ni ngapi? 3. Lakini nimekwambia na kuna ndogo ndogo. Na kuna ngapi? Ndogo ndogo. Mashine utaenda kuongeza, utakuwa na mashine 4. Asante baba. Sasa hivi una ngapi? 2. Utaenda kuwa na mashine ngapi? 4, sehemu mbalimbali. Sawa. Unachohitaji ni nini? Cha kwanza unahitaji nini? Baraka kwenye mikono yako. Nibariki mikono yako. Namba 2, ulinzi. Asante baba. Profesa. Ila namba cha mwisho, kwa sababu hapa sio kwamba ni furaha tu kwa unabii, namtangazia nini hapa? Vita. Kweli baba. Hapa ninatangaza nini? Vita. Hao leo mzuia anataka kumchinja, wanaposikia kwamba Mungu anataka kumbariki hawawezi kutulia. Kwa nini nitakao kufanya? Kusimama na Mungu na ibada. Usiache ibada. Sawa baba, siwezi acha. Toka ulivyoniambia kwamba nisiache ibada niwe na uzuria, sijaacha hata siku moja. Haya, nibariki mikono yako. In the name of Jesus. Naondoa kila balaa, kila nuksi kwenye mikono yako. Kama vile Abraham alivyokuwa mbarikiwa, alivyokuwa na mbaraka wa Bwana, ndivyo ninavyoachilia mbaraka wa Bwana katika mikono yako. In the name of Jesus. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Hakuna wakuzuia. Simama. Nabii Frank anakubariki kwa neno la Bwana. Na nabii akikubariki hakuna wakukuzuia. Wakutafuta hawatakupata. Prophetic resolution. Hawatampata. Maana yeye ni nani? Ni mbarikiwa. Ni mbarikiwa. In the name of Jesus, you are blessed.